Niko na point kadhaa ambayo ningetaka kuraise hapa, sisi kama Wakenya tufikirie pamoja. Ya kwanza ni jambo la msingi kuona ati hatujaiketi chini tuanze kupigania haki za wafanyikazi wa hii nchi. Maana tuko na wafanyikazi zaidi ya milioni 4 ambao kila mwezi wanakatwa pesa ya koti na Atwoli. Lakini Atwoli hajengi barabara, hajengi hospitali, hajengi mashule. Hii pesa inasaidiaga nani? Ukienda pale kwa kotu unakuja kugundua tuko kwa shida ya kiwholesale kama nchi. Sasa sisi kama watu wa bunge la mwananchi nafikiria inakuwa jukumu muhimu tuanzishe mjadala. Maana huwezi kuwa unakata wananchi pesa almost 2% ya kila payslip. Kuanzia kwa Gachagua mwenyewe alikuwa anakatwa pesa inaenda kwa Atwoli. Wakati Gachagua aliletwa kwa parliament akafanywa brakadabra, hatukuona Atwoli. Hii SHA yenye inaleta shida, si ndio ilikuwa NHIF ya hospitali. Atwoli anaketi kwa hiyo board. Lakini sisi tujaona Atwoli akiongea malalamishi ya wananchi kuhusu SHA, ati wananchi wanapiga kelele. Enda NHIF yenye wazazi watu wanakatwa mishahara kujenga manyumba, affordable housing. Atwoli anaishi kwa hiyo board. Lakini pia hapo tujaona akitoa msimamo wake kusema hapana, hii kukata watu mishahara wajenge manyumba si kikatiba na NSSF. Yeye ni board member pale. Vitu mingi hapo ndani ya parliament kuna mtu anawakilisha wafanyikazi Kenya mzima na amechukuliwa kupitia kwa kotu. Huyu mtu sisi tunajua ni nani? Wananchi hawajaiambiwa, lakini Atwoli ndio ameplay role ya kufanya yule jamaa amekuwa representative wa wananchi wenye wanapigania wanafanya biashara wenye wako pale ndani hapa kwa hii nchi. Sasa ilikuwa ni jukumu yetu sisi kama watu wa bunge la mwananchi tuanzishe jukumu ya kujua shida ya kotu ni nini. Maana huwezi ng'oa Atwoli pale, wamebadilisha sheria ya constitution ya kotu mpaka kuenda kucontest. Kama ukitaka kucontest hiyo secretary general unalipa na refundable, tuko na ambio milioni 3. Chairman mwenye anakaa kwa board ya vetting milioni 5. Chairman mwenye anakaa kwa hiyo board yenye inakuvet, Atwoli ndio chairman wa hiyo board. Sasa unakuja kuvetiwa na mtu mwenye mna contest na yeye. Sasa imekuwa ni changamoto, ametengeneza sheria yenye imezuia kotu iwezi songa. Sisi kama wa Kenya na especially hii kandogo yenye inakuja na inataka kuajiriwa kwa serikali ama mahali popote, ni jukumu yetu tuanze kusukuma kotu ifanyiwe marekebisho. Kama ni kwa parliament tutaandika petition, kama ni kufile kesi kotini tutafile. Tunataka kuelewa vizuri kuhusu kotu. Maana shilingi yoyote ya mwananchi inatoka kwa mfuko inapatiwa mtu, inafaa ifanyiwe public participation. Hii ya Atwoli ni nani ameshai request afanyiwe public participation? Hiyo ni msingi wa kikatiba. Hii shilingi yote ya mwananchi ifanyiwe process ya kuhusisha mwananchi vile inatumika. Hebu niambie kuanzia 1990s wakati Atwoli walichukua hiyo uongozi, ni nini amefanyia wananchi? Amewakilisha wananchi wangapi kotini, ama ni mawakili wangapi wameajiriwa wanawakilisha malalamishi ya wananchi kotini? Sasa sisi kama wananchi tumesema ni vizuri tuanze kuuliza maswali ambayo inatuguza kama wananchi. Ya pili, wakati wa COVID-19 International Labour Organization ilitoa billions of money ikapatiana Afrika ya kila mwananchi mwenye alikuwa anakaa nyumbani kuzuia COVID alipe mishahara yake akiwa nyumbani. Ilienda hivyo karibu miezi 6, lakini Wakenya wengi hawakupata hiyo pesa. Tunataka pia tufanye social audit ya hiyo pesa yote yenye ilipatiana kwa ILO ikapatiwa wananchi wa Kenya. Maana ndio ilianza kutumika kwa siasa ya campaign, ikaanza kutumika kupeana wanasiasa. Sasa imekuwa huyo jamaa amewaachiliwa tu katikati ili hakuna serikali inataka kumuuguza. Sisi ndio wakati muhimu kama bunge la mwananchi tuchukue msimamo na tufuatilie maneno. Asanteni. Hiyo ni agenda kwa